tumerejea tena kwa mara nyingine. Mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutazama Channel 10 kilicho bora kabisa. Mtazamaji, kama ambavyo tulikuahidi hapo awali kwamba studio tutamwalika mgeni na tayari amekwisha wasili, na huyu si mwingine bali Dr. Omari Mwangaza ambaye yeye ni mratibu wa magonjwa yasiyoambukiza wilaya ya Kinondoni. Lakini kubwa zaidi tutazungumzia kuelekea siku ya kisukari duniani. Tutafahamu kwa nini siku hii ilitengwa, siku ya kisukari duniani, lakini pia ni kwa namna gani dunia inaadhimisha na lengo lake ni lipi, lakini pia ni hatua gani ambazo tunapaswa kuzichukua ili kuweza kujilinda na ugonjwa huu wa kisukari, kwa sababu takwimu zinasema magonjwa yasiyoambukiza ni miongoni mwa magonjwa ambayo ni hatari sana na yanasababisha vifo kwa asilimia kubwa. Nitumie nafasi hiyo, karibu sana Dr. Omari Mwangaza, karibu sana katika studio zetu za Bara Boom hapa Channel 10 kilicho bora kabisa. Ni mwenyeji na wala sio mara kwanza, mara ya pili. Asante sana kwa kuitikia wito wetu na kuja kuelimisha Watanzania. Ndio. Karibu. Tupe salamu kutoka huko Kinondoni. Uko salama. Ndio. Kinondoni tuko vizuri na tunaendelea kuadhimisha wiki ya magonjwa yasiyoambukiza ambayo ndani yake tarehe 14 ndio siku ya dunia inaadhimisha siku ya kisukari duniani. Tuko ndani ya taifa, wizara pamoja inaadhimisha wiki ya magonjwa yasiyoambukiza na kilele tarehe 15 kuanzia juzi tarehe 10. Kwa hiyo tarehe 14 ni siku ya kisukari. Tunafanya michakato yote ya mazoezi, upimaji afya bure, elimu ya lishe, elimu ya magonjwa yasiyoambukiza yote na screening bure katika kipindi hiki katika vituo vyetu vyote. Na uzuri ni kwamba mganga wetu mkuu wa manispaa Kinondoni Dr. Peter Msanya pamoja na mkurugenzi wa manispaa Hajat Yanifa wameweza kuwa mstari wa mbele katika kushiriki katika mchakato wa jogging kuanzia manispaa mpaka viwanja vya Leaders katika kuhakikisha kwamba wanasisimua jamii swala zima la ufanyaji wa mazoezi. Sawa. Na mtazamaji, kama ambavyo ameeleza katika utangulizi huo kwamba hii ni wiki ya magonjwa yasiyoambukiza. Mtazamaji, nikwambie tu hii ni wiki muhimu sana, wiki ambayo tunaamini ya kwamba serikali inapaswa kuchukua hatua mbalimbali za kuhakikisha kwamba inakabiliana na magonjwa yasiyoambukiza, lakini pia na wananchi pia wana wajibu wa kuhakikisha kwamba wanafata taratibu. Hapa tunaangazia wagonjwa wale ambao bado hawajapata, watu ambao hawajapata huu ugonjwa, lakini kuna watu ambao tayari wamepata ugonjwa. Ni kwa namna gani wanaishi na huu ugonjwa? Kwa kuna hatua mbalimbali ambazo zinapaswa kuchukuliwa. Na turejee tena pale kabla sijampasia mdau wa afya Dorcas, lengo kuu la kuwa na wiki hii ya magonjwa yasiyoambukiza. Tunafahamu kuna magonjwa mengi, magonjwa ambayo yanaambukiza na lingine tikisa hapa karibuni na mengine yanaibuka, lakini haya ni wiki ya magonjwa yasiyoambukiza. Kwa nini kumekuwa kuna wiki hii? Okay, kumekuwa na wiki hii kwa sababu kubwa ni kwamba magonjwa yasiyoambukiza yamekuwa ndio chanzo kikubwa au yanaongoza katika kusababisha vifo ulimwenguni, ikiwemo Tanzania. Tukichukua data katika kidunia, tuna 74% ya vifo ulimwenguni vinatokana na magonjwa yasiyoambukiza. Lakini mbaya zaidi, katika 74% hiyo, 73% ni nchi hizi za uchumi wa chini na kati, low and income country, ambazo Tanzania ipo, which means only 1% tu katika 74% ni nchi zilizoendelea. But kwetu tatizo ndio kubwa zaidi. Lakini kwa Tanzania, kama Tanzania tuna 33% ya vifo vinavyotokana na magonjwa yasiyoambukiza, yakiongozwa na magonjwa ya moyo tunaita cardiovascular diseases. Kwa hiyo yakaja kisukari, ikiwepo pressure, ikaja cancer, zote ziko hapo, na vile vile afya ya akili. Kwa hiyo kwa kuwa magonjwa yasiyoambukiza yamekuwa ndio mstari wa mbele, ndio yanaongoza katika kuleta vifo na ulemavu ulimwenguni na Tanzania kwa jumla, basi Wizara ya Afya ikaweza kuandaa wiki maalum
kwa ajili ya magonjwa haya, kwa ajili ya kutoa elimu katika jamii, kuelimisha jamii, kutoa vipimo bure katika jamii, lakini vile vile kuisisitiza jamii umuhimu wa kufanya mazoezi na hatua za kuchukua katika swala zima la kuepuka magonjwa haya, tukiwa na kauli mbiu katika wiki hii ya kwamba kuwa chukua hatua, dhibiti magonjwa yasiyoambukiza, kila mmoja katika sisi. Na labda daktari, sasa tunapoadhimisha wiki hii na tukielekea hiyo siku ya kisukari duniani, labda nini hasa mnapenda kuendelea kuwashauri wananchi, kwa sababu tatizo linaonekana kama takwimu ulizozitoa linaonekana kubwa kabisa. Ushauri kwa wananchi. Yes. Ushauri ni pamoja na hizi elimu tunazotoa, ni kwamba tushauri kila mmoja katika sisi azingatie kuitizama afya yake, tukiufahamu ya kwamba magonjwa haya yasiyoambukiza hayana dalili, na mpaka ya kuonyesha dalili basi ushakuwa katika hatua ambayo sio nzuri. Kwa hiyo mwanzo kabisa kila mmoja katika sisi ajitahidi kujipima afya yake. Wewe ujue pressure yako, ujue sukari yako, ujue moyo wako, hali ya moyo wako, hali ya figo zako, kadhalika mimi, kadhalika huyu. Kila mmoja katika sisi awe na tabia hiyo ya kufahamu kabla hajapata dalili. Tukianza hivyo, basi tutakuwa na position nzuri ya maamuzi ya next kufanya. Na wale ambao tayari wana tatizo, basi wawahi vituoni na waende katika kliniki ambazo zipo zimeshawekwa katika hospitali zetu zote mpaka za msingi za awali, ili waweze kupata matibabu mapema kabla hawajaenda katika matokeo yake makubwa. Ambapo matokeo yake makubwa ni kama vile kifo, ulemavu, au kufeli kwa figo, kufeli kwa macho, kufeli kupata kiharusi, kufeli kwa moyo, ambao ni matatizo makubwa sana. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi kiangalia, lakini vile vile economically, katika uchumi, ni magonjwa ambayo yana gharama kubwa, yanakuchukua pesa nyingi. Sababu kama JKCI, kupimwa tu moyo, kuangalia mshipa wa damu kama umeziba ili uzibuliwe, kuingia tu kwenye kipimo tunaita cath lab ili kuchukuzwa ni milioni 2, kufanyiwa hiyo stent ili iweze kuzibuliwa ni milioni 8. Kwa hiyo unakuta 6, kwa jumla uwe na milioni 8 uweze kusaidiwa kupata ahueni katika tatizo hilo. Lakini ukiacha kwa figo, kusafisha kila siku, kila wiki ni mara 3, sio chini ya mara 3 uende kusafisha, sio chini ya 1,150 kwa zile hospitali za bei rahisi, 250,000 almost katika wiki weke 7,500 kila wiki kwa ajili ya kusafishwa figo. Lakini sio tiba, ni ahueni unapata, na that's continuously mpaka maisha yako yote, which means ukiangalia outcome ya matatizo ni kubwa sana, ambao hatutakiwi tufike huko. Ndio tutasema kila ambaye hana tatizo basi asiwe na hili tatizo. Kama huna pressure usije kudevelop pressure, kama huna sukari usije kudevelop kisukari. Wale ambao wanao wapone, ambao kama diabetes type 2 na hypertension wapone, na wale ambao hajapata complication wasipate complication. Tukienda hivi tutaweza kudhibiti. Sawa. Naangalia Watanzania, sijui niseme kutokana na jamii ambayo mimi naishi nayo, wewe tuseme tu ndio yani sisi utamaduni wa kuchunguza afya zetu mapema kwa wengi wetu ikiwemo kidogo, yani ni shida, na hili wataalamu wa afya mmekuwa mkilisema sana kabisa. Sasa kujua mapema, kwa sababu napita tena nifanya kipindi na watu wa Ocean Road, wanasema wengi tunaenda tayari tumeshafika stage ambao sasa unakuta tayari ya 3 ya 4 ambao sasa tayari ni mbaya. Lakini kumbe tungekuwa na tungewekea umuhimu kuchunguza afya mara kwa mara, ingeweza kutusaidia. Nilikuwa nataka utilie mkazo kwenye hilo, lakini pili, hebu tuelezee ni namna gani sasa tunaweza tukajikinga na haya magonjwa, na hasa tukitilia mkazo kwenye kisukari. Naam. Nitilie msitizo kwenye kujichunguza, kwamba nirudie hapo kwa sababu ndio sehemu kubwa muhimu ya kwamba ikiwa hujifahamu afya yako ilivyo, kama hujui pressure yako, hujui sukari yako, ina maana basi we ni candidate, ni una tatizo la hiyo pressure au sukari mpaka ututhibitishie kuwa umepima. Kwa hiyo huwezi kutembea tu hujui afya yako. Ni kitu ambacho kia ni parcel kwa kila mmoja katika sisi, kwa lazima afahamu afya yake, kila mmoja katika sisi apime. Kwa hiyo yeyote anayesikia na anayetutizama basi achukue wajibu wa leo kutizama afya yake. Kupima pressure ni bure, kupima sukari ni 2,000, 3,000. Kwa hiyo ni kitu ambacho
katika awali prevention ya magonjwa ya SID ni 80%. 80% ya preventable. Bi maana 80% ya magonjwa haya yanazuilika. Asilimia 80 magonjwa haya sio ambukiza yanazuilika. Sasa ikiwa asilimia 80 ya magonjwa yanazuilika, sasa tuwashindwa wapi? Kwa hiyo tusubiria asilimia 74 ya kutuua, death rate iongoze. Compare na HIV, saizi HIV ni 4.2%, wakati hypertension 26%, which means saizi kama kuwekeza, tuwekeze kwenye shinikizo la juu la damu, tuwekeze kwenye sukari 10%, tuwekeze kwenye cardiovascular, magonjwa ya moyo kwa ujumla yote, ambayo ndio yanatuumiza zaidi. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi au mstari wa mbele katika kujichunguza. Pili, umesema sasa namna gani ya tuishije sasa ili ambapo kuna kitu na vita viashiria. Viashiria ambavyo vitakupelekea, ikiwa hufanyi chochote katika hivyo viashiria, basi vinakupelekea kupata matatizo. Sasa viashiria vipi? Kuna viashiria vya kutokufanya mazoezi, ni kiashiria namba moja. Kiashiria cha lishe ambayo haina balance, lishe ambayo tunaita unhealthy diet, ile lishe ambayo haina afya. Kiashiria cha matumizi ya tumbaku, na kiashiria cha matumizi ya pombe kupita kiasi, na kiashiria cha usongo wa mawazo unaoendana na uzito mkubwa. Hivi viashiria ndio viashiria ambavyo vinahitajika kila mmoja katika sisi ajitizame hivi viashiria. Je, unatumia tumbaku? Basi acha. Je, watumia pombe kupita kiasi? Basi acha au punguza. Je, vipi kuhusu mazoezi? Wafanya? Kama ufanyi mazoezi ni kiashiria kibaya kwako, kwa kinakupelekea kupata tatizo. Kadhalika lishe yako na ukula ikoje? Inaendana na ile standard ambayo yahitajika, kuwa pawepo na carbohydrate kidogo, protein kidogo, pawepo na vitamin kidogo. Inawezekana, haiwezekani, sawa. Lakini common katika lishe tunasema ni kitu kirahisi, sababu kile ambacho nakipata katika mazingira yako, basi kile kichatosha wewe kukitumia katika swala zima la kujizuia na magonjwa haya yasije kukuletea madhara. Kadhalika kuhusu msongo wa mawazo, kila mmoja ukimuuliza kuhusu msongo wa mawazo atakwambia ataepukaje msongo wa mawazo. Kila mmoja anajua kuwa msongo wa mawazo ni dunia ina changamoto. Kwa hiyo msongo wa mawazo, msongo wa mawazo unaanza katika family level, pale baba na mama, mambo ya mahusiano, mpaka katika ofisini, ni sehemu zote, barabarani, msongo wa mawazo unaweza kukukabili mahali popote. Sasa ambao unapelekea sasa wingi wa afya ya akili, ambao sasa afya ya akili, watu wa afya ya akili wanatuambia afya ya akili inaongezeka kila siku, watu wenye matatizo ya afya ya akili. Na kwa hiyo msongo wa mawazo nao udhibiti kwa namna yake, kwa sababu usibebane na kila kitu ambacho labda unadhani umekimisi basi ukibebe. Lakini livyoasesi wingi wa msongo wa mawazo unatokea katika family level. Mahusiano ya ndoa yamepelekea watu wengi kuingia kwenye msongo wa mawazo, pale ambapo mtu ana lazima ya kwamba kwa kuwa yuko na mume au na mke, hata kama mke amekuwa sababu ya yeye kupata hypertension, kupata kiharusi au sukari, basi aendelee kukaa naye tu kwa sababu wanapendana. Hakuna mahaba, mapenzi kama hayo. Hakuna. Mahaba ni kutoepukana, kila mmoja awe safe katika afya yake. Hapo ndio mapendana, maonesha mapenzi, sio kusababishana matatizo. Kwa hiyo kama kuna uwezekano wa kuendelea kusababishana matatizo, basi kutengana ni option nzuri ambayo ipo wazi, wala hakuna haja, kwa sababu options ziko nyingi. Sawa, lakini watu wengi hawakubali hilo, wanaona kwa labda ni jambo gumu sana, kwa sababu labda wamepata watoto, lakini watoto waliwakuta nyie. Kwa hiyo nyie mlikuwepo kabla ya watoto. Watoto ni outcome, basi wasije kukuletea matatizo. Sawa. Ukumbuke delicate ya afya yako, kwa sababu ina equilibrium, ina usawa. Kama ni sukari ina usawa, kama ni pressure ina usawa. Kitu kitakacholeta msongo wa mawazo kinapelekea ule usawa unabadilika, equilibrium inakuwa disturbed, kwa hiyo unaleta matatizo. Sawa. Uzito uliopitiliza, sasa ujitahidi katika swala zima la kupunguza uzito, kwa sababu tutakupima BMI ili iwe chini uweze kufanya. Lakini sasa ikiwa hivi viashiria kila mmoja katika sisi havizingatii,
basi wakula unavyotaka, ufanye mazoezi kwa sedentary lifestyle, huko kwenye IC ndani ofisini, ukitoka gari IC, unafika nyumbani umepumzika, huko una kompyuta. Sasa hizi matumizi ya simu mengi, matumizi ya simu sema labda research, lakini ukiangalia mtizamo wa matumizi ya simu, mtu anaweza kuwa anatumia simu almost muda mwingi anachati. Ule muda anaochati hashughulishi mwili chochote. Lakini anachochati, anachati kitu gani ambacho kinamuongezea? Je, anakipima katika uchumi wake, anakipima katika afya yake, au anakipima hicho anachochati katika nini? Ikiwa unachati tu ucheke, ufurahi, hatimaye umetumia 2 hours, 3 hours utumie kwa mwili uko dormant, haufanyi kazi yoyote. Na huu mwili unatakiwa kujishughulisha. Kwa kitendo hiko, kwa sababu unachokifanya si cha kufikiri, hakikupelekei kuumiza kichwa kufikiria, umerelax, then una muda wa kwenda kulala vile vile, una muda wa njiani ufanye mazoezi, then as the time being, muda wote uliotumia umekupelekea kuathiri mwili. Sukari itakuwa ina accumulate, ukienda utakula chocolate, utakula soda, utakula kuku hawa ya kisasa, taira na waita mimi kwa sababu hawana ladha, mimi siwezi kuwagusa ya, lakini wengi wamekuwa ni chakula. Kwa nini wewe huwezi kuwagusa? Sababu ni doctor. Yeah, mimi ni doctor, practical oriented doctor, sio doctor wa theory. Sasa theory ni part, lakini practical na practice, kile ambacho nakisema na kile ambacho nakiona, kwamba siwezi kula kuku yule kwa sababu sifa ya yule kuku, kwanza mwenyewe yule kuku hawezi kutembea, hawezi kukimbia, hata ukimkimbiza hawezi. Anaweza? Hawezi. Ni kuku yuko dormant, yanafanya kupewa tu na kurutubishwa na kukua. Sawa, siwezi kumla kwa sababu cell cycle yangu inahitaji kuwa renewed kila siku. Na cell cycle mwilini ambao kila siku inakuwa renewed katika swala zima la kutoa seli dhaifu, kuzalisha seli mpya, na zile seli ambazo zimezeeka zitoke, ili cell cycle iende ilete vitu vipya vizuri katika afya yangu. Ikiwa nitakula kuku wale, muda naendelea kuwala, naenda kuadapt seli dhaifu ambazo nakula katika mwili wangu. Hatimaye time goes on, uwezo wangu hata kukimbia mazoezi sitaweza, kwa sababu nimeadapt cell ambazo za kiumbe ambacho hakiwezi hata kukimbia, kidhaifu. Sawa, lakini maandalizi ya kile kuku hachemshwi yule kuku mpaka yakaangwe au kwa mafuta manini. Yale mafuta yenyewe kurudia mara kwa mara mafuta. Jinsi unavyosikia utamu wale mafuta, chips zile ukila zina utamu, ndivyo jinsi sumu inaendelea kuwa zaidi mwilini. Mafuta yanavyozidi kurudiwa, ndivyo jinsi yanaleta utamu katika ladha, na hatimaye ndivyo jinsi sumu ya mwili inaongezeka na uwezo wa kupata matatizo. Sio, unaeleweka? Ndio sababu nauliza watu, je, chips za nyumbani unazopika na chips za mtaani zile sijui wapi kibandani huko, ni zipi ambazo ni tamu? Wengi wanasema zile za kule kibandani, mtaani. Kwa nini? Kuna hili pia chips vumbi, mafuta yanarudia. Wanarudia pale waeke na makuku taira, waeke na samaki. Yamekuwa na usiti. Ukija nao wakula waona kuku hizi chips tamu. Mbona nyumbani mke wangu hajui kupika? Kumbe hapana, yeye amepika mafuta fresh ndo mazuri. Kwa hiyo waenda kupata, kwa hiyo wapata shida. Kwa hiyo sasa kwa nini nichukue yule kuku mdhaifu, hata kama amepikwa, amewekwa maviungo mengi, ili mradi awe na ladha fulani katika kwako? Kwa nini nisiwe na subira nikatafuta huyu wa kienyeji yuko nature nakimbia na nini? Au nikule tu nyama ya kawaida kama nimeshindwa kukosa yule? Heri nipate hivyo, au nile mlenda, nile bamia, nile mchicha. Ni vitu ambavyo navila kwa wingi, sawa, lakini sigusi huyo kuku mimi abadan. Dr. Mwangaza, naam, ili tufanikiwe na tunapaswa kuangalia wenzetu wameweza kufanikiwa vipi. Mimi nilitarajia haya magonjwa, kwa akili yangu ya haraka nilijua huenda yangewakuta yale mataifa ambayo yameendelea, kwa sababu wanaweza kula chochote. Sisi huku kwa asilimia kubwa, kama mfano barani Afrika, mboga za majani tumekuwa tukila sana, mara nyingi sana. Ndo na magonjwa haya mengi yanaanzia huko. Umeona? Sasa nimeshtuka kusema mataifa yanayoendelea ndio takwimu zimekuwa kubwa kabisa. Alafu yale ambayo yameendelea takwimu iko chini kabisa. Kwa nini wao kule takwimu iko chini? Naam, mtindo wa maisha umebadilishwa. Wasomi wameshajua. Hata ukitizama vitu vingi utakuta kule wana naniza mazoezi sana. Wanafanya mazoezi sana, milo yao ni mepesi na ya haraka, michache, soft food. Hawana muda wa kula sana wale.
wana muda wa kufanya kazi sana zaidi ya kula, na wakila wanakula kidogo, alafu wana muda wa mazoezi. Kwa hiyo wameshajiwekeza katika hivyo. Saizi tunaangalia, je, sehemu za kazi kuna muda wa mazoezi? Sehemu za kazi, ofisi za kazi, kuna muda unatenga kwa ajili ya mazoezi ofisi za kazi? Hakuna. Sawa, ofisi zipo. Wakati wa ofisi lazima kuwe kuna muda wa mazoezi? Naam, lazima utengwe muda wa mazoezi at least 10 minutes or 15 minutes. Mnakaa kikao asubuhi, baada ya kikao prayer, mmeanza kikao, majadiliano yenu mmemaliza, before you depart kila department, basi fanyeni mazoezi 10 minutes. Mazoezi hayo yanaitwa aerobic, na mazoezi ya kusimama pale pale, mnafanyia pale pale, hamna kwenda pahali ambayo yanafanya hizo ofisi au hivi. Then wafanya kwa sababu utasema ya kwamba katika science ya physiology ya mafuta mwilini yanatoka kwa njia ya hewa zaidi kuliko njia yoyote nyingine. Kwa hiyo kitendo utakachokaa pale ukapumua zaidi, umeshafanya breakdown ya mafuta na mwili unapata, unakosa nguvu, unaishiwa nguvu kidogo. Kwa hiyo ile imekustimulate kuchangamka na kuweza kuwa active katika kufanya kazi. Na hiyo tumeanza kwetu Kinondoni ofisini, na nimeenda ofisi za sheria pale Kinondoni, nikaanza na vijana vile ofisini pale, tumekaa kikao, tukaanza adapt, wakaona it's real function. Kwa hiyo ni kitu ambacho mmekaa pale pale mnafanya pale, only it's a lap ya kwanza, lap ya pili, lap ya tatu. Hawamna wanaenda lap ya 4 wala ya 5, wameshindwa mpaka vijana. Dr. tunaelekea siku ya kisukari duniani. Tungepata nafasi, ni sehemu ya magonjwa kabisa, ni sehemu. Sasa ni kwa namna gani mtu anapata kisukari? Lakini saa hizi mara ya kwanza tulikuwa nadhani kwamba kisukari mpaka watu wazima ndio wanapata, kwa sababu wao wamekula sukari nyingi sana. Sisi wa mtaani ndio tunaamini hivyo, lakini cha kushangaza mpaka hivi sasa tumehudhuria baadhi ya semina na tusikia kwamba mpaka vijana wana kisukari. Na hii inaashiria nini? Lakini tufahamu kisukari ni ugonjwa wa aina gani? Naam, kisukari kwanza tuna aina mbili za kisukari. Kuna kisukari ambacho mtu anazaliwa nacho, tunaita diabetes type 1. Kuna kisukari cha aina ya pili unakipata katika mtindo wako wa maisha unaokuwa nao. Umefika umri fulani hukuwa na kisukari, then umepata kisukari. Huo tunaita diabetes type 2 ambayo ni 95%. Kwa hiyo 95% ya kisukari ni ya kisukari aina ya pili ambacho kina uwezo wa kuzuilika. Angalia wesi tatizo lilipo. Kwa kisukari aina ya pili ndio kinaongoza 95%, asilimia 95. Japo ndio kina uwezo wa kuzuilika kwa sababu ni mtindo wa maisha umepelekea. Sawa. Kwa hiyo hichi ndio kinashika vijana wengi, watu wazima, hususan vijana wengi saizi wanapata, kwa sababu tumeingia mpaka ICU, kijana miaka 32 yuko ICU kwa sababu ya diabetes. Severity ya diabetes, kisukari, tunapata DKA ambayo ni ile sumu kubwa ya kisukari. Ameingia ICU, baadaye kumsaidia, kumtibu, kumtoa kuwa sasa amepata fahamu, tunamuuliza umri, anatuambia 32, na tunamuuliza ulijua? Hakuwa anajua. Kwa hiyo mpaka ameingia ICU hakuwa anajua na kisukari, mpaka imempeleka ICU. Hali mbaya sana. Sasa tuwapataje kisukari? Kwa sababu tunarudi kule kwenye mtindo wetu wa maisha, katika swala zima la ulaji ambao hauendani na ufanyaji wa mazoezi, hususan vitu vya sukari vingi. Sasa hizi tuna vitu vya sukari vingi. Kuna vitu vinatolewa mara vingi sana ambao hata nashindwa kuvitaja. Vingi vya maviwanda anatoa vitu vya sukari vijana. Asubuhi ameshika sijui kitu gani, anakunywa mara energy mara nini. Vingi vina sukari. Na ile sukari ni mixture ya sukari. Si sukari single sugar. Ni sukari ambayo double sugar, ambayo ni mbaya zaidi. Sawa. Sasa ulaji wa hivi vitu ambavyo unaendana na unaendesha bodaboda lakini wakula sukari nyingi. Ukiendesha bodaboda ufanye mazoezi, uko relaxed, sawa. Bora anaendesha baskeli. Sasa hizi tumehama kutoka kwenye baskeli tu kwenye bodaboda. Bodaboda hufanyi mazoezi, uko relax. Huyo bodaboda yu anakula na vitu anavyokula ni vitu hivi fati, pure free fat, wanakula vitu vya soda vingi, ndio wanavyokula, na muda mwingi wanafanya tu kuendesha bodaboda. Kwa hiyo ule muda wa mazoezi hawana. Lakini pamoja na hayo unaendana na vile na msongo wa mawazo.
ambao unawapelekea vile hawafikii, hawaachivu kila wanachokitaka kwa mahitaji yao, bado wanahitajika wahangaike. Hiki kitendo lakini ulalaji, hawalali wengine, wanakesha wanatafuta riziki. Kulala ni sehemu ya dawa, lakini hulali unapelekea sumu mwilini kulipuka, na hatimaye stress ile inakupelekea vile vile sugar inakuwa juu zaidi. Sawa, kwa hiyo ni vitu vingi vipo ambavyo vinapelekea sukari inapanda. Sasa hivi vyote, lakini hana muda kusema akapime afya yake, angalie kwamba je, sukari yake iko kiasi gani au mwili wake afya. Hamna muda huo. Matokeo yake ndio hayo, tunapata wingi mkubwa wa watu hawa ambao katika vifo vinavyotokana na magonjwa ya moyo 11% yanatokana na kisukari. Kwa hiyo wagonjwa wa moyo wanaokufa kwa moyo 11% ni kwa sababu ya kisukari. Unaona, kinachangia matatizo yale, lakini bado hujaja kwenye figo. Ndio sehemu kubwa ambayo inasababisha tatizo la figo. Tukumbuke, sukari yote unayokula mwili haitoki. Sukari haitoki mwilini. Sukari yote ikipelekwa kuingia mwilini, ikienda katika level ya figo, inakuwa reabsorbed, inanyonywa back, kurudishwa kwenye muhimili wa damu. 100% ya sukari yote inarudi. Sawa? Kwa sababu toka tumeanza tunazaliwa tunakunywa zile sukari haitoki. Sukari ito inatumika tu katika kazi unazofanya, ndio matumizi yake. Lakini 100% reabsorbed back iwe kwenye system, kwa sababu ni kiungo muhimu, ndio kinakupa energy. Kiongea ni sukari, inakupa energy, very delicate, sensitive sukari. Sasa mpaka tukupime katika labda haja yako ndogo tukakuta sukari nyingi, basi kuna shida katika figo tayari, kwa zimeshindwa kufanya process ya kuzuia kurudisha sukari mwilini. Ndio sababu watu kisukari hata ukinane wanakojoa mara kwa mara, kwa sababu washapita ile threshold ya figo kuweza ku reabsorb. Sasa ndio mpaka leo katika karne ya sasa hivi hiyo level ya figo ikaonekana dawa ambayo inasaidia sasa kwa mtu mwenye kisukari apewe hii dawa ambayo inaenda kuzuia hiyo process ya figo kurudisha sukari. Sawa, hizo dawa ni dawa ambazo zinashikana na sodium, madini ya sodium, inaitwa sodium glucose co-transporter inhibitor, inazuia sukari kurudi, hatimaye mtu anapona kisukari. Inasaidia katika moyo, dawa hiyo inasaidia figo zisiharibike, lakini inasaidia moyo uwe salama, usidhuriwe na shuga. Ndio saizi dawa hizo zinatumika na ziko katika market sana, ili kumsaidia yule mtu wa kisukari, hususan kisukari aina ya pili. Niseme ya kwamba, na hii ni take home message, kwamba kisukari aina pili kinapona, isipokuwa utake mwenyewe. Kwamba mtu yote msukari aina pili ana uwezo wa kupona, isipokuwa mpaka aruhusu hayo mazingira ya kupona, awe tayari kufanya hivyo. Kadhalika hata pressure, kwa sababu tunatakiwa tuwape watu matumaini. Kumtumainisha mtu ni sehemu ya matibabu, lakini kumkatisha mtu tamaa ni sehemu ya kumfanya endelee kutumia dawa. Lakini kuna kitu umegusia hapa ambacho unaona ni cha msingi sana wakati tunazungumza kuhusiana na wiki jana, ambaye mpaka anapata hiyo anaingia ICU kwa sababu alafu anaamka anasema alikuwa hajui, na ninaamini tupo Watanzania wengi sana. Unaweza kuambia nini daktari, wakati tukiadhimisha wiki hii muhimu kwa magonjwa haya ya kisukari? Kwa sababu nimesema magonjwa haya sio ambukiza, hayafahamiki dalili zake. Ndio sababu hivyo mpaka mtu anaingia ICU, mwingine anapata kiharusi direct. Moja kwa moja anapigwa kiharusi, anakuja anasema nimelogwa. Tuko hizi tunamhangaikia na tuambia amelogwa, kumbe ni kiharusi. Wengi ni wanakuja hivyo. Kinondoni Mungu alitujalia tuna kata 20. Tukafanya screening. Tunataka kila kata tuifikie. Tukaanza kata moja ya Mzimuni, tukapima watu wote. Matokeo yake tukakuta kwamba kuna watu wengi wana kisukari na pressure mtaani kuliko wale tunaowapata vituoni. Sinaeleweka? Na ni kweli kupitia tumewagundua watu wengi wanalo tatizo, wanasubiri tu kupata hicho kiharusi wakuje waongezeke. Kila mwezi ya Mwananyamala hospitali tunapata wagonjwa wapya si chini ya 20 wa kiharusi. Kila mwezi si chini ya 20 wapya. Sasa ni tatizo kubwa. Sasa kumbe mtaani tuna shida zaidi. Ndio sababu serikali, wizara
ika-launch kitu inaita gurudumu la kuhakikisha kwamba afya ya msingi inaboreshwa, ikiwa ndio cornerstone ya kusaidia katika kuboresha kuzuia magonjwa haya. Bimaana afya ya msingi ianzie katika majumbani mwetu. Kila familia iwe na utaratibu wa kujipima au kupimwa. Ikiwezekana OPDs hamie katika family level, community level. Ndio sababu tunakuwa community health worker, wale wahudumu afya ya jamii. Wawezeshwe wafike katika majumba, kila nyumba, tujue kila mmoja pale katika nyumba mwenye sifa ya kupimwa ana tatizo hana. Sukari utapima wote, pressure utapima miaka 18 kuendelea, ujue wote. Tukienda hivyo tutakuwa tumeweza kugundua mapema kabla hawajaingia kwenye matatizo ambayo ni hayo tumeyataja. Makubwa ya kufeli kwa moyo, kufeli kwa figo, kufeli kwa macho, kadhalika kiharusi. Labda kwa mwaka huu sasa katika maadhimisho haya wilaya ya Kinondoni nini mnafanya kuhakikisha? Wilaya ya Kinondoni tulishaanza katika vituo. Tulishaanza katika swala zima la kualika watu kuelimisha na kuasisitiza kuja kufanya vipimo bure vituoni. Na juzi tukawa tumefanya kabisa mpaka screening ya moyo bure. Unampima mtu mwenye kisukari huwa wanapata tatizo la moyo ambao ni silent, hawajui mpaka umwambie dalili zake ambazo akikaa chini akiamka pressure inapungua, inakuwa tofauti, mapigo ya moyo yanakuwa yako ziada kuwa pale, na maana kuna dalili za sukari zinaanza kuathiri mishipa ya damu ya moyo ya fahamu. Sawa, ndio yanaathirika. Sasa msipokuwa na screening ya kuwapima moyo, basi mnawachelewesha kuwaletea matatizo. Na kwa hiyo bure kuwapima wengi wa bure na kadhalika. Katika harakati zote za wizara katika kuwekeza wiki hii ni vile kusisitizana mazoezi, watu kuwa na mbinu ya kushiriki katika mazoezi, ambapo kila Jumamosi mazoezi yafanyike, hususan Dar es Salaam watu wanafanya, lakini jogging ziwe active katika kila. Na ukiangalia kauli mbiu ya kisukari mwaka huu kwa tarehe 14 kila mwaka, World Diabetes Day theme, kauli mbiu yake ni kwamba kisukari kinakati ya cross umri wote. Kwa hiyo muda wote unaweza kupata kisukari, uwe mdogo uwe umri wote, muda wote unaweza kupata kisukari. Kwa hiyo lazima uwe sensitive kujipima. Kutumia sukari katika kipindi cha miezi 3 au miezi 2 ambayo ni sukari inapimwa kuangalia jinsi inavyoshikilia kwenye red blood cell. Au sukari ya kujala au ushakula masaa 2 baada ya kula. Kila mmoja apime sukari ajifahamu. Na mimi nikushukuru sana Dokta kwa elimu hii muhimu sana ambayo inagusa maisha yetu kabisa. Vitu vingi tumekuwa tukichukulia sana poa Dorcas. Mimi mazoezi nitafanya kesho. Lakini kumbe mazoezi kama adhabu. Sasa Dar es Salaam joto bwana, tutafanya mazoezi Dar es Salaam joto mpaka jioni. Kumbe mazoezi unaweza kufanya popote pale. Popote pale. Ni kuelewa tu haya mazoezi wafanye mazoezi gani. Sawa. Nadhani tukitoka hapa kwenda mapumziko, mimi Dorcas, Emily, Debra Masundi, Dokta atatufundisha mazoezi ambayo anafanyaga ofisini kwao. Kabisa. Na wafanyakazi wenzake au mambo kabisa. Vizuri Na sisi haya mazoezi tutakwenda kuwatembelea pia, tujifunze, tukuletee wewe mtazamaji. Kunyanyua tu mguu hivi mimi nishindwe. Hivi yani. Dakika 2-3. Kupiga hivi. Sima tu umeniambia pumzi toke kabisa. Yaani muda mchache tu utaona mwenyewe. Yaani pumzi. Sasa yes, hapo sasa na wala hatatoka jasho. Hamna jasho linaweza kutoka kulingana na joto. Okay. Kutoka jasho sio kufanya mazoezi. Yes, sio indication ya mazoezi. Okay. Kwa sababu binadamu kwa inabidi alale saa ngapi? Alale saa ngapi? Ukiweza kulala mapema cha msingi 6 hours inatosha. Naam. Maana sasa unalalaje bwana, tajiri hajalala mpaka sasa unalala. Asante sana Dr. Omari Mwangaza, mratibu wa magonjwa yasiyo ambukiza kutoka wilaya ya Kinondoni, na tulikuwa tunazungumzia kuelekea siku ya kisukari duniani, lakini pia hii siku ipo ndani
ya wiki ya magonjwa yasiyoambukiza ambayo tumezungumzia pia na kukila visababishi vyake, lakini pia namna gani unaweza kujikinga. Mtazamaji, chukua hatua mapema. Mazoezi ni kinga, naweza kusema hivyo. Mtazamaji, mimi ni Emmanuel Makapotela, mwenzangu ni Dr. Selemsi Mtenga. Asubuhi njema, marudio inakujia. Tutarejea baadaye kukutana na wakati